Katika tukio la mwanzo, tunaona Spain ikianguka kwenye machafuko wakati mgogoro mkubwa unaikumba Europe na kusababisha upungufu wa mahitaji muhimu ya maisha. Ili kukabiliana na mgogoro huu, serikali inaanzisha hatua ya kutisha, kuangamiza wazee kwanza na baadaye wanawake wajawazito pamoja na watoto. Sasa kuna nchi kama Ireland, Iceland na Norway yanapinga ukatili ambao nchi ya Spain inafanya. Kwa hiyo wananchi wa Spain wanajaribu kukimbilia huko, lakini wakikimbilia huko serikali ikiwakamata inawamaliza. Miongoni mwa watu ambao tunatambulishwa kwao ni wanandoa hao wawili, Nico na Mia, ambao wanajaribu kuondoka Spain kwa njia haramu. Wanamhonga msafirishaji haramu wa watu ili awasafirishe kwa siri hadi bandari ya karibu ili waweze kutoroka. Wanandoa hao wanapita kati ya makontena ya mizigo wakijificha kutoka kwa mamlaka na helikopta zinazowafuatilia. Njiani wanakutana na msafirishaji mwingine aliyewataka pesa zaidi. Kwa kuwa tayari wametoa pesa zao zote, wanalazimika kutoa pete zao za ndoa kama malipo. Baada ya hapo wanaruhusiwa kupanda ndani ya kontena la lori linalowasafirisha hadi bandarini. Mpango wa Nico ni kutorokea Ireland kwa kupandishwa kwenye meli ya mizigo. Ndani ya lori wanajikuta pamoja na watu wengine wengi waliokata tamaa, wakiwemo wanawake wajawazito kama Mia na familia zenye watoto. Hakuna anayezungumza na mwenzake kwa sababu kila mtu ana matatizo yake mwenyewe. Wakati huo Nico anampa Mia chocolate na kumwambia aiweke kwa baadaye ili washerekee siku watakapookolewa. Kupitia mazungumzo yao tunagundua kwamba wanandoa hao walipoteza kwa huzuni mtoto wao wa kwanza baada ya kupigwa risasi na jeshi. Asubuhi lori linasimama ghafla na kundi la watu linaingia kwa nguvu. Lori linapojazwa kupita kiasi, wasafirishaji wanaamuru watu wagawanye nusu na nusu, wengine wapande lori lingine. Watu wanapokataa wanatishiwa kwa bunduki na kulazimishwa kushuka. Kwa bahati mbaya Nico na Mia wanatenganishwa, Nico akipelekwa kwenye kontena la lori jingine. Mia akiwa na hofu anampigia simu mume wake mara moja. Nico anamwambia asihofu na kumhakikishia kwamba watakutana baadaye kwa sababu maroli yote yanaelekea sehemu moja. Lori linapita mtaani ambako watu wanaandamana kupinga vurugu. Kupitia tundu la kontena, Mia anaona mamlaka zikiwaua waandamanaji bila huruma na kuwachukua wanawake pamoja na watoto. Baada ya muda lori linafika kwenye kituo cha ukaguzi wa jeshi. Maafisa wanaamuru dereva afungue kontena. Mwanzoni wanaona masanduku tu bila wakimbizi, wamejificha nyuma ya ukuta wa uongo, lakini kiongozi wa askari anagundua kontena linaonekana kubwa zaidi kutoka nje na anatambua kuna sehemu ya siri. Akiamini wakimbizi wamejificha humo, anaamuru atoke nje au wakabiliwe na adhabu mbaya. Kwa kuogopa hatari, Mia alipanda juu ya sanduku ambalo aliweza kujificha, huku wanawake wengine wakilazimika kufungua milango. Dakika chache baadaye, askari wanafyatua risasi na kuwaua wote. Mia anafunga mdomo wake kwa nguvu akijaribu kutotoa sauti. Baada ya hapo, askari wanasafisha kontena la lori lililoachwa liendelee. Nico anamtumia ujumbe wa sauti kumwonya kwamba lori lake linakaguliwa pia. Baada ya kontena la Mia linapakiwa kwenye meli, anapogundua amefika bandarini, anajaribu kumpigia mume wake lakini hamfikii, hivyo anaamua kupumzika na analala. Masaa kadhaa baadaye anaamshwa na mtikisiko mkali. Kupitia tundu anaona mabaharia wakiwa katika hali ya taharuki wakati meli inapitia dhoruba kali baharini. Mia anapiga kelele akiomba msaada lakini hakuna anayemsikia. Kontena linaendelea kutikisika na anadondoka mara kadhaa. Hatimaye anagonga kichwa na kupoteza fahamu. Anapoamka baadaye anagundua maji yanaanza kuingia ndani ya kontena kupitia mashimo. Akiangalia nje, anaona makontena mengine yakizama polepole baharini. Kwa hofu anajaribu kumpigia Nico lakini simu yake imeharibika. Hapo anapata begi la msafiri mwingine lenye simu inayofanya kazi, lakini hajui namba ya siri ya kuifungua. Akiwa anatafuta suluhisho la ndani ya masanduku, anakuta vitu mbalimbali kama masanduku ya plastiki, earphones, television za flat screen, vodka na vingine. Pia analipata sweta fulani bwana na kulivaa. Baadaye anakuta tepu ya njano na kuitumia kuziba mashimo ya kontena. Muda mfupi baadaye anasikia sauti za watu wakipiga kelele nje. Anapangalia kupitia tundu, anaona kontena la Nico likizama. Anaogopa sana na kupiga kelele akiita jina la mume wake. Anaona simu kadi yake kwenye simu ile lakini bado simu haipigi. Akiwa amevunjika moyo, analia huku akitazama kontena likizama.
Akiwa katika huzuni hiyo, anakuta kisu kidogo na anafikiria kufanya jambo baya sana, lakini ghafla mtoto aliko tumboni anampiga teke. Hilo linamfanya badili mawazo na kuamua kuishi kwa ajili ya mtoto wake. Asubuhi inayofuata anaamka na kuona tepu iliyokuwa imeziba mashimo imeondoka na maji yanaingia tena. Anaanza kutafuta njia nyingine ya kuzuia maji. Kutumia kile kisu alikata lile boksi akiamini kuna kitu ndani kitamsaidia. Kuangalia ni makontena plastiki tu, hakuna chochote cha maana. Alimaindi kinoma. Bahati nzuri sasa akakutana na hii mipira ambayo itamwezesha kuziba haya matundu na kupunguza maji ndani ya kontena ili asizame. Akakuta tena kuna hii mashine ya kutobolea vitu bwana. Akaichukua akaona okay, hii itanisaidia kuweza kutoboa ile kontena. Baada ya siku 2 anaanza kupokea simu kwa namba isiyojulikana. Kwa mshangao na furaha, alikuwa ni Nico. Anamwambia dereva alimwacha nje ya mji na atajaribu kumfuata. Mia anamwambia ukweli kwamba yupo katikati ya bahari ndani ya kontena. Nico anaahidi kutafuta mpango wa kumsaidia. Usiku huo kontena linapitia dhoruba nyingine. Wakati huo Mia anaanza kupata uchungu wa kujifungua. Hakuna mtu wa kumsaidia, hivyo anajifungua mwenyewe na kupata mtoto wa kike. Baadaye anamtunza mtoto wake kadri awezavyo. Siku zinapita akiwa ndani ya kontena, akikabili njaa, joto kali na upungufu wa maji. Anajaribu kumnyonyesha mtoto wake, lakini kwa bahati mbaya maziwa ya mama hayatoki. Dogo analia kinoma, mama ajua atafanyaje. Akasema sio kesi, ngoja nimweke tu mtoto pembeni, niendelee kutoboa na hii mashine kontena hili ili niweze kutoka nje, labda nitapata msaada. Wakati anaendelea kutoboa, Dogo ndo kwanza anapiga kelele. Akagundua kwamba hizo kelele zinamfanya mtoto alie, lakini bahati nzuri baadaye akaweza kumnyonyesha. Wakati njaa inakuwa kali kupita kiasi, analazimika kula placenta yake aliyoiweka kwenye sanduku la plastiki. Baadaye anaona mvua na kukusanya maji ili anywe. Hatimaye anafanikiwa kufungua sehemu ya juu ya kontena kupata hewa safi. Anajaribu kuvua samaki kwa kutumia vifaa vilivyopo. Baada ya muda anaweza kuvua samaki na kuishi kwa kula samaki wabichi. Anatuma ujumbe wa kuomba msaada kupitia vile visanduku vya plastiki, akiamini kwamba hakuna mtu ataweza kuona na kuja kumsaidia. Usiku mmoja anamuonesha mtoto wake picha za familia na kumpa jina Noah. Baadaye Nico anampigia simu kwa mara ya mwisho na kumwambia amejeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi na askari. Anaomba msamaha na kumwambia Mia apambane kuishi kwa ajili yake na mtoto wao. Baada ya kusema hivyo, Nico anafariki. Siku zinaendelea kupita hadi siku ya 26. Kontena sasa limezama nusu. Mia anajenga mtumbwi mdogo kwa kutumia vifaa vya kontena. Hatimaye watu wenye mashua ya wavuvi wanamuona mtoto kwenye mtumbwi. Wanavuta na kugundua kuna kamba inayoshikilia mwili wa Mia ndani ya maji. Wanamwokoa na kumfanyia huduma ya kwanza mpaka anarudi kwenye fahamu. Anapoamka, kitu cha kwanza anachouliza ni mtoto wake. Mke wa mvuvi anamkabidhi mtoto wake mkononi mwake kwa upole. Mia anagundua ameokolewa na anaona machozi yakimtoka wanapokaribia ufukwe wa Ireland.